Ripoti zimeenea kwamba Marekani inahamisha mali nyingi zaidi za kijeshi katika umbali unaoshangaza kwa Iran, ambapo wakati huu Tehran inaonekana kutaka kuionya Washington dhidi ya kuongezeka kwa masuala hayo. Marekani inazidi kuongeza silaha huko katika Mashariki ya Kati na mpango wake ni kupambana na kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen, lakini pia kuhakikisha kwamba Israel inakuwa na silaha za kutosha kwa ajili ya mapambano dhidi ya makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Hamas, lakini pia na Hezbollah. Inaonekana kutaka kuionya. Hata hivyo, Iran imesema kwamba iwapo wataitishia Iran nchi ya Kiislamu, basi kama vikombe vya unga, washirika wa Marekani katika eneo hilo na vituo vya Marekani vitafanywa kuwa si sehemu salama, mamlaka nchini humo zinaeleza. Hata hivyo, wanasema kwamba hili ni kama lile tishio la majeshi ya Marekani kule Iraq pamoja na Ghuba na pengine hata Syria. Marekani ina kambi nchini Kuwait, Qatar, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini pia Marekani ina vikosi katika kambi ya Assad nchini Iraq, kaskazini mwa Iraq. Lakini pia ina vikosi katika mashariki mwa Syria. Spika wa bunge Mohamed Bakir Ghalibaf anasema ikiwa Marekani inafanya vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran, basi washirika wa Marekani na kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo hayo zitafanywa kuwa zisizokuwa salama, na mpango wa Iran ni kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo hayo. Ripoti za hivi punde zinaonyesha kuwa Marekani inahamisha angalau ndege 4 za B-2 kwa Diego Garcia katika bahari ya Hindi. Hata hivyo, mpango huo ni kwa ajili ya kupambana zaidi kutokana na kauli ama amri iliyotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Iran inarejelea barua ya rais wa Marekani Bwana Trump kwa mtazamo wa Amerika. Katika barua hiyo ni moja ya kile wanachosema kwamba ni dhuluma kwa nchi ya Iran, lakini hawezi kuona dhuluma hiyo inatendeka au udanganyifu huo unafanyika dhidi ya Iran. Iran wanasema wako imara na kupitia kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei anasema kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani hayatowezekana, lakini kutafanyika mazungumzo ya simu kabla ya kukutana na kufanya mazungumzo rasmi. Na kubwa ni kile ambacho Marekani inadai nchi ya Iran imekuwa ikizalisha silaha za nyuklia, lakini pia imerutubisha kiwango kikubwa cha uranium kilichofikia 60%. Inaonekana rais wa Iran na waziri wa mambo ya kigeni wanapenda zaidi mazungumzo, lakini kwa wakati huu hakuna mpango wa kufanya mazungumzo kutokana na kauli iliyotolewa na kiongozi mkuu wa Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei. Iran haitashiriki katika mazungumzo. Mfumo wa kivita umesalia kwa kukandamiza ubinadamu na utawala wa Israel. Kwa kweli ni chombo cha mauaji cha jinai cha Marekani. Hata hivyo, Ghalibaf anajulikana kwa kurudi ahadi ya Beirut wakati wa kampeni ya Israeli dhidi ya Hezbollah kuonyesha uungaji mkono wa Hezbollah. Anasema Israel isingeishi kwa wiki moja bila msaada wa Marekani, alisema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.